Salamu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunautazama uimbaji. Leo tuko katika Zaburi ya 100. Zaburi ya 100. Tutazame mambo fulani hapa katika Zaburi hii kuhusu uimbaji. Mtunzi anasema mfanyieni Bwana shangwe dunia yote. Mtumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, bado tunawatazama waimbaji, lakini hapa katika Zaburi hii anasema mfanyeni Bwana shangwe dunia yote. Kumbe uimbaji sio tu waimbaji, mimi pia napaswa kuwa mwimbaji, wewe pia unapaswa kuwa mwimbaji. Sio tu kuimba, lakini kumfanyia shangwe pia. Kwa hiyo shangwe ni kwa kila mtu. Kila mtu anapaswa kumfanyia shangwe. Hii unaipata wapi? Katika Zaburi ya 150 anasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa kumuimbia Bwana. Hata kama hujui kuimba, lazima uimbe, maana kule mbinguni kazi kubwa itakuwa kuimba. Sasa anasema mtumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Kwa hiyo sisi sote tunapaswa kumtumikia Bwana. Kumbe uimbaji ni utumishi pia. Kwa hiyo ndio maana nikasema yale mambo kwamba muimbaji ni mtumishi. Kwa hiyo uimbaji ni utumishi wa Mungu. Kwa hiyo lazima kila mtu akae kwenye nafasi yake, ukae kwenye zamu yako. Maana yake ukae katika uadilifu. Mtumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Kwa hiyo tunapoimba tunamtumikia Bwana. Sio tu vinginevyo, lakini kwa furaha. Je, unaimbaga kwa furaha au kwa kulazimishwa? Imba kwa furaha. Mtumikieni Bwana kwa furaha, ndivyo mwandishi anavyosema. Kwa nini? Anasema jueni kwamba Bwana ndiye mwema, Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Anasema sisi ni watu wake, pia ni kondoo wa malisho yake. Kwa hiyo tujue hiyo. Anasema jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Kwa hiyo tunapoimba tujue tunamwimbia Mungu. Tuimbeje? Kwa furaha. Kama tunamtumikia Mungu kwa uimbaji, tutumike kwa furaha. Kwa nini? Anasema jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Maana yake Mungu wetu anatakiwa tumtumikie kwa furaha. Kama ni kuimba, tuimbe kwa furaha. Kama ni kufanya shangwe, tushangweke kwa furaha. Amen. Hii ni muhimu sana. Kwa nini? Sisi ni watu wake. Anasema tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ndiye aliyetuumba, sisi tu watu wake. Anasema tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Sisi ni kondoo wa Mungu. Sisi Mungu ndiye anayetuchunga maisha yetu. Kwa hiyo usiogope. Una mchungaji mwema. Yesu anasema mimi ndiye mchungaji mwema. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Imba kwa furaha, cheza kwa furaha, shangweka kwa furaha. Piga vigelegele kwa furaha wewe mama. Yaani kila mmoja amtumikie Mungu kwa furaha. Kwa nini? Kwa kuwa tuna mchungaji mwema, Yesu Kristo. Kwa hiyo usiogope kumtumikia Bwana kwa furaha. Anasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Shukuruni, lihimidini jina lake. Tunaruhusiwa kuingia nyumbani mwa Bwana, penye malango yake, nyumbani mwa Bwana kwa kushukuru. Yaani usiache kuja kanisani kumshukuru Mungu. Kile kitendo cha wewe kuja kanisani ni alama ya shukrani yako mbele za Mungu. Na kwenye malango yake unapoingia unaonyesha shukrani yake. Ukiwa pale nje, anasema nywani kwa kusifu. Yaani ukiwa pale nje mmetoka mnamsifu Mungu, anafurahi sana. Anasema mshukuruni, mkilihimidi jina lake. Nani hapendi hiyo? Mimi napenda hiyo sana.
anasema kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake ni vizazi na vizazi. Jamani, waimbaji wenzangu, watumishi wenzangu, kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake kwetu ni za milele, uaminifu wake jamani kwetu ni vizazi kwa vizazi. Yaani maana yake ni mwaminifu tangu zamani mpaka milele yote kwetu. Ni mwaminifu sana, ni wa rehema sana vizazi vyote. Kwa hiyo unaogopa nini kuimba? Kwa nini huimbi kwa moyo? Kwa nini hutumiki kwa moyo? Kwa nini huna furaha mbele za Mungu? Onyesha furaha yako. Imba kwa furaha. Cheza kwa furaha. Pigie vigelegele kwa furaha. Piga kabisa kwa furaha. Ruka ruka ukiweza. Mungu anapenda hiyo. Anapenda sana. Anapenda sana. Zaburi ya 150 anasema kila mwenye pumzi. Kila mwenye pumzi maana yake watu wote tunatakiwa kumsifu Bwana. Tunatakiwa kumsifu Bwana. Ni nani ambaye hatakiwi kumsifu Bwana? Nilishangaa sana kuona kwamba Yesu anasema ninyi mkinyamaza mawe yatapiga kelele. Maana yake kumbe hata viumbe vingine vinaweza kumsifu Bwana. Kwa hiyo wewe usipoimba kwa furaha, wewe usipomtumikia Mungu kwa furaha, Mungu anaweza kuamua kuyainua mawe yakamsifu. Ndege wa angani wanamsifu, wanyama porini wanamsifu, miti inamsifu, pepo unamsifu. Kila kitu kinamsifu. Kwa hiyo wewe ambaye unafikiri huwezi au hutaki, haya, lakini Mungu anao wa kumsifu. Mbinguni malaika wanamsifu, ndege wa angani wanamsifu, wanyama porini wanamsifu, samaki baharini wanamsifu, maji yanapiga kelele mbele zake kwa furaha, milima inapiga makofi. Soma Biblia yako. Milima inapiga makofi, vigelegele inapiga vigelegele, milima, wanyama wa porini. Kwa nini wewe usitake kumsifu Bwana? Msifu Bwana kwa furaha. Ukipewa maelekezo na walimu wako yashike, fuata hayo, maana hao wamefunuliwa kutoka kwa Bwana. Hawakufundishi tu ili kukufundisha, lakini wamepewa kutoka kwa Bwana. Na mimi niwasihi tena waimbaji, niwasihi tena walimu, watunga nyimbo, tafuteni nyimbo kutoka kwa Bwana, kutoka kwenye neno lake. Tafuteni nyimbo kutoka kwa Bwana, awafunulie. Ukishakaa vizuri na Bwana atakufunulia tu, na uimbaji utakuwa mtamu sana, na dunia hii tutakuwa tumeipiga knockout. Tutakuwa tumeipiga knockout mitindo ya dunia hii. Mtindo wetu utakuwa zaidi, utakuwa juu sana. Mungu wa mbinguni akubariki, kutakia uimbaji mwema. Nafikiri kwa leo tufike mwisho kuhusu waimbaji. Kama yatakuja mambo mengine kuhusu waimbaji, basi tutayazungumza wakati ujao. Lakini kwa leo tufike mwisho katika kuzungumzia waimbaji. Bila shaka katika vipindi hivi utakuwa umenielewa. Nikuombe sana usiache kusubscribe na kulike na kutoa maoni yako kwa comment. Basi tuko pamoja. Nikutakie baraka za Bwana katika jina la Utatu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.